na tuliahidi kufasiri juzu amma kwa sababu ni sura ndogo ndogo na fupi fupi ambazo kwamba wengi wetu tunazihifadhi na ndo tunazitumia mara nyingi katika kuswali, ili tupate kuzijua maana yake tunaposwali, tupate kuzingatia yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukhutubia nayo katika sura kama hizi. Lakini kabla ya kuanza na suratul Nas ama kul a'udhu birabbin nas, tumependelea kwanza katika kipindi cha leo ama katika darsa ya leo tuanze na suratul Fatiha, ambayo kwamba ndio sura ya kwanza katika Al-Qur'an Al-Karim. Kwa sababu gani tumependelea kuanza na sura hii? Kwa sababu ndio sura ambayo kwamba tunaisoma kwa wingi, na mara nyingi mtu anaweza kukosa kujua sura zingine, lakini suratul Fatiha itakuwa ni ya kwanza kuijua. Na tunaisoma mara 17 katika swala za faradhi mbali na swala za sunna. Na ndio sura ambayo kwamba tunaisoma kwa wingi. Ni dharura kila mmoja awe atajua maana ya sura kama hii na mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukhutubia nayo katika suratul Fatiha. Ndugu mpenzi mtazamaji, sura kama hii ndio sura ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefungulia kitabu chake. Inaitwa Fatihatul Kitab, ndio ilofungua kitabu, na ina majina mingi. Al-Imam Al-Qurtubi ametaja zaidi ya 10, na kama wanavyosema maulama, kathratul asma'i tadullu ala sharafil musamma. Kuwa na majina mingi inaonesha utukufu wa yule ambaye kwamba amepewa majina kama hiyo, na ni sura ambayo kwamba yenye fadhila kubwa sana katika sura za Al-Qur'an Al-Karim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza sura hii kwa Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim ndio aya ya kwanza katika suratul Fatiha, kwa mujibu wa baadhi ya madhehebu ama baadhi ya aqwali ya imma. Wengine wamesema aya ya kwanza ni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kinu kifungua msahafu utapata aya ya kwanza iliyoko katika suratul Fatiha ni Bismillahir Rahmanir Rahim. Nini maana ya Bismillahir Rahmanir Rahim? Bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman, mwenye kurahamu, Ar-Rahim, pia mwenye kurahamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza aya kama hii kwa be, ambayo kwamba inajulisha maana ya isti'ana, kutaka msaada. Kana kwamba unaposema bismillah, yani nataka msaada kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unamuomba msaada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hibe kama wanavyosema maulama ni kwa imetiwa kasra, haikuja ba wala bu, imekuja bi, kwa sababu kasra iko chini, na chini inajulisha udhalilifu, kuonesha kuwa unapotaka msaada kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala uwe utajieka chini na kujidhalilisha kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, ism ni maana ya tokamana na sima ambayo kwamba ni alama ama sumu ujuu. Allah lafdhul jalala, jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambalo kwamba limekusanya majina yote mengine 99 ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jina kama hili limetajwa katika Al-Qur'an Al-Karim mara 2707. Jina kama hili limetajwa katika sura 85 katika Al-Qur'an Al-Karim, na kuna sura ambayo kwamba kila aya ndani yake pametajwa jina hili la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lafdhul jalala Allah, na ni suratul Mujadila. Allah ni jina la Mwenyezi Mungu ambalo kwamba lina maajabu makubwa sana. Kila ukisema unalipunguza basi maana ipo pale pale. Ukitoa alif ya kwanza inabakia lillah, inajulisha maana ile ile ya Mwenyezi Mungu. Ukitoa alifu na lam ya kwanza inabakia lahu, lahu mulku samawati wal ard. Ukitoa alif ya kwanza na lam ya kwanza na lam ya pili inabakia he, hu, huwa Allah. Kwa hivyo kila ukisema unaipunguza maana inabaki ni ile ile ya kujulisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman na Ar-Rahim ni majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yote yatokamana na rahma. Nini tofauti kati ya Rahman na Rahim? Baadhi wakifasiri wanasema Rahman ni mwenye kurahamu wema na waovu hapa duniani, Rahim ni mwenye kurahamu wema peke yake kesho akhera. Wengine wasema Rahman ni mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, na Rahim ni mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Ni akwali ambazo kwamba zimetajwa na maulama. Lakini tofauti kati ya Rahman na Rahim ni kwa Rahman, kama wanavyosema maulama wa lugha, inapokuja sifa kwa uzani wa fa'lan haijulishi kudumu. Kwa mfano ukisema
za'lan, mtu amekasirika. Si kwa kila wakati amekasirika, mara nyingine anakuwa ni farhan, amefurahi. Ukisema atshan, ana kiu, sio kila wakati ana kiu, mara nyingine amekatika kiu, amekunywa kinywaji. Ukisema jauan, ana njaa, si kila wakati mtu ana njaa, mara nyingine anakuwa ameshiba. Kwa hivyo na Rahman sio kila wakati ana huruma, yani sio kila wakati anamhurumia mja wake, kuna mara nyingine anamuadhibu. Kwa hivyo ndo maana unaona Sayyiduna Ibrahim alayhi salam alipokuwa anazungumza na babake ama yule ammi yake Azar, akamwambia ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman, ewe babangu mimi naogopa an yamassaka, ikupate wewe adhabun min arrahman, ikupate wewe adhabu kutoka kwa nani? Hakusema kutoka kwa shadidul adhab, asema min arrahman, adhabu kutoka kwa Rahman. Kwa hivyo Rahman kama vile anahurumia, lakini na Rahman wakati huo huo mtu anapofanya makosa anakuwa ni mwenye kumwadhibu, tofauti na Rahim. Rahim ni mwenye kuhurumia peke yake, wala si mwenye kuadhibu. Kwa hivyo hii ndio tofauti kati ya Ar-Rahman na Ar-Rahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaanza aya ya kwanza kabisa katika kitabu chake na kutaja sifa ya rahma, kuonesha kuwa mimi na wewe kama wanadamu katika huu ulimwengu tunatakikana tujipambe na sifa ya rahma katika kila jambo letu. Ikiwa wewe ni mwana da'wa, basi katika da'wa yako uwe na rahma ndani yake. Ikiwa wewe ni mzazi, uwe na rahma na watoto wako. Ikiwa wewe ni mtoto, uwe na rahma na wazazi wako. Na namna hiyo kila mmoja awe atajipamba na sifa ya rahma, na kila mmoja katika viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali hata na uswat, hata wale wenye kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunahitajia tuwe na rahma na wao ili wapate kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia katika sahihi ya al-Imam al-Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa ameletewa yule bwana ambaye kwamba ameletwa kwa tuhuma ya kunywa pombe, moja katika maswahaba akawa mkali, akamwambia la'anaka Allah wa akhzak, ma akthara ma yu'ta bik, Mwenyezi Mungu akulani na akupekezea. Wewe ni mara ngapi unaletwa kwa mtumi kwa tuhuma kama hii? Ni wingi kiasi gani unaletwa kwa tuhuma ya kunywa pombe? Akamlaani yule bwana, akakosa rahma na yeye. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia la tal'anhu, usimlaani. Na katika riwaya nyingine, usiwe ni msaidizi wa sheitani kwa ndugu yako. Kwa hivyo tutatakana tujipambe na rahma na kila kiumbe cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ameanza kitabu chake na basmala ama bismillahir rahmanir rahim, kama alivyoashiria Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa jambo lolote ambalo kwamba halianzi na bismillah basi linakuwa linakosa baraka, kama ilivyokuja katika hadithi kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar au aqta au ajdam, kama ilivyokuja katika hadithi. Jambo lolote ambalo kwamba ni la muhimu halianzi na bismillah, basi jambo kama hilo linakuwa ni lenye kukatika baraka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa mafunzo kwa yeye anaanza kitabu chake na bismillahir rahmanir rahim, na kila mmoja kati yetu atakikana aanze kila jambo lake, sawa ni kusoma, ni kuandika, ni kukula, ni kunywa, chochote kile ambacho kwamba unaanza kukifanya, uanze na bismillahir rahmanir rahim, kutaka baraka kwa Mwenyezi Mungu na msaada katika kile ambacho kwamba unakifanya. Aya ya pili katika surat Al-Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, kila sifa njema ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hamd imekuja katika Al-Qur'an Al-Karim mara 40 kwa mushtaqat mbalimbali, nyingine inakuja kwa hamd, mara nyingine inakuja kwa nahmadu, na namna hiyo imekuja mara 40 katika Al-Qur'an Al-Karim. Alhamdulillah, kila sifa njema, kila jinsi ya sifa njema ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndio anastahili kuhimidiwa na yeye ndio anastahili kushukuriwa kwa kila sifa njema. Na hamd inakuwa ni kwa maneno, tofauti na shukr inakuwa ni kwa vitendo. Na ndio naona Mwenyezi Mungu akasema wa qulil hamdulillah, sema qul, sema ni maneno yanatamkwa, sema alhamdulillah alladhi lam yattakhidh walada, mpaka mwisho wa aya. Lakini katika shukr Mwenyezi Mungu akatuambia i'malu ala Dauda shukra, ikawa ni amal, ni kitendo. I'malu, wafanyieni, washukuruni ala Daud. Kwa hivyo hamd inatumika mara nyingi katika maneno na shukr inatumika katika vitendo. Alhamdulillahi rabbil alamin, kila sifa njema ni za Mola wa walimwengu. Rabb ambaye kwamba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Alalamin, alamin ni wingi wa alam, na alam ma si wallah, kama wanavyosema maulama, chochote ambacho kwamba si Allah ndo kinaitwa alam. Chochote chengine, ni binadamu, ni majini, ni malaika, ni mimea, ni chochote kile, madamu si Allah, kinaitwa alam. Kwa hivyo alhamdulillahi rabbil alamin, kila sifa njema ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba amewaumba wanadamu wote. Na hii himdi inatakikana ipatikane si kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake, bali hata yule ambaye kwamba anakufanyia jema watakikana umshukuru. Na kama vile alivyotuambia Mwenyezi Mungu katika Al-Hadithul Qudsi, abdi lam tashkurni illa lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadayhi, ewe mja wangu utakuwa huja nishukuru ikiwa hujamshukuru yule ambaye kwamba nimesababisha neema ipitie katika mikono yake. Ikiwa hujamshukuru na yeye, utakuwa na mimi pia huja nishukuru. Kwa hivyo hii ndio aya ya pili katika surat al-Fatiha. Aya ya tatu, ndugu yangu mpenzi mtazamaji, Ar-Rahman Ar-Rahim, yamerudi yale majina ambayo kwamba yapo katika bismillahi aya ya kwanza. Ar-Rahman Ar-Rahim, Mwenyezi Mungu tumesema ni Rahman na ni Rahim, na zimetokamana na sifa ya rahma. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kurudia tena sifa kama hizi ni kututilia mkazo katika masala ya rahma, kuwa na rahma na walimwengu, kuwa na rahma na viumbe vyote vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hivi ndivyo alivyokuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akisema, innama ana rahmatun muhda, mimi ni rahma ambayo kwamba nimeletwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatukukutumiliza ewe mtumi isipokuwa ni rahma kwa walimwengu wote. Ikiwa mtumi ni rahma kwa walimwengu wote na yeye ndio kiigizo chetu, basi tunatakikana tujipambe na yeye mtumi sallallahu alaihi wasallama, tuwe na sifa kama hii ya rahma kwa walimwengu wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndo anayeturahamu zaidi ya kila moja. Hakuna hata mzazi wako hawezi kukupenda na kurahamu zaidi ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Amegawanya rahma katika makundi ama mafungu 100, akazuia ama akateremsha moja katika ardhi, akazuia kwake mafungu 99. Inna rahmati wasi'at kulla shay, kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakika rahma yangu imeenea kila kitu. Na kama ilivyokuja katika Al-Hadithul Qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Al-Hadithul Qudsi, baada ya kueleza kuwa namna gani hawa viumbe vyake ambao kwamba ni mbingu na ardhi zinamkhutubu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumwambia Rabbi, binadamu amefanya madhambi, ya Rabbi anakukosea, anastahiki kuadhibiwa, ya Rabbi turuhusu tunyeshe mvua, ya Rabbi turuhusu tutoe maji katika ardhi yapate kumwangamiza huyu mwanadamu. Daima mbingu na ardhi zinataka kumwangamiza mwanadamu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawazuia, anawaambia lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum ibadi au dauni, niwacheni na waja wangu. Asema lau khalaqtumuhum, lau mungekuwa mumewaumba nyinyi, la rahimtumuhum, mungewarahamu, lakini hamkuwaumba, nimeomba mimi, wacheni mimi ni warahamu. Kisha akasema hum ibadi intabu ilayya fa ana habibuhum, ikiwa watatubia kwangu waja wangu, basi mimi ni kipenzi changu, nitawarahamu. Wa in lam yatubu ilayya, ikiwa hawatotubia na kurudi kwangu wakajirekebisha, fa ana tabibuhum, mimi ndio tabibu wao, najua namna gani nitawanyosha. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, imekuja katika kiraa Malik na imekuja katika kiraa chengine Malik. Malik ni mwenye kumiliki, Malik ni mfalme, na zote mbili ni sawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamiliki na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mfalme. Sifa zote mbili zinakwenda kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo yeye ni Al-Malik na yeye ndio Malik, yeye ndio anayemiliki kila kitu katika huu ulimwengu, na vile vile yeye ndio mfalme wa huu ulimwengu. Maliki Yawmiddin, Mwenyezi Mungu ni mfalme wa siku ya malipo. Ad-din inakuja kwa maana ya jazaa hapa katika aya, na dini inakuja kwa maana nyingi katika lugha. Inakuja mara nyingine kwa maana ya milla, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ma kana li Yusufa an ya'khudha akhahu fi dinil malik, hakuwa Yusuf ni mwenye kumchukua ndugu yake
katika mila ya mfalme. Lakini vile vile din inakuja mara nyingine kwa maana ya tariqa ama njia. Mtume sallallahu alaihi wasallama katika Al-Qur'an Al-Karim anaambiwa awaambie wale makureshi na makufar, awaambie lakum dinukum waliyadin, nyinyi mna njia yenu ambayo kwamba mnaitumia katika kuabudu na kufanya mambo yenu, na mimi nina njia yangu ambayo kwamba naitumia katika kuabudu. Kwa hivyo din katika hii aya imekuja kwa maana ya jaza, na ndio naona katika majina ya Mwenyezi Mungu ni Ad-Dayyan. Ad-Dayyanu la yamut, anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallama, yule mwenye kulipa ambaye kwamba ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hafariki kabisa. Kwa hivyo maliki yaumiddin, mfalme ama mwenye kumiliki siku ya kiyama. Maliki yaumiddin, mfalme wa siku ya kiyama ambayo kwamba ni siku ya malipo. Swali ambalo kwamba pengine mtu atajiuliza, kwa nini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ama kuna hikma gani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ufalme wake akauambatanisha na siku ya kiyama? Kwani yeye si mfalme wa dunia? Ni mfalme wa dunia, anaimiliki dunia kama anavyomiliki kiyama, na ni mfalme wa dunia kama alivyokuwa ni mfalme wa kiyama. Lakini kwa nini anataja kiyama katika aya kama hii, ufalme wa kiyama? Kwa sababu ufalme wa kikweli kweli, ufalme wa kihakika ni ufalme huo wa siku ya kiyama. Na kumiliki kikweli kweli na kumiliki kihakika ni kumiliki katika siku hiyo ya kiyama, sio hapa katika dunia hii. Leo wako wapi kina Firaun aliyesema ana rabbukumul a'la, mimi ni mola wenu wa juu, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sijui mola mwingine yote asiyekuwa mimi. Yule aliyedai uungu ambaye kwamba ni Firaun. Namrud aliyedai uungu, wako wapi leo? Walikuwa ni wafalme. Namrud alimiliki dunia nzima, ama alihukumu dunia nzima, alikuwa ni mfalme wa dunia nzima. Lakini yuko wapi leo Namrud? Yuko wapi leo Firaun? Ukienda katika museum ya Cairo, hata nzi akija katika uso wake hawezi kumfukuza, yuko vile vile alivyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatupa somo hapa kwa ufalme wa kihakika wa kisawasawa ni ufalme wa siku ya kiyama, wala si ufalme wa hapa. Harun al-Rashid, moja katika makhalifa wa daula ya Abbasiya. Harun al-Rashid, safari moja ameingia mwanachuoni mcha Mungu Ibn Samak katika majlis ya Harun al-Rashid, akampata ameshika kikombe cha maji anakunywa. Akamwambia, ya Amir al-Mu'minin, nataka nikuulize swali kabla unywe hayo maji. Harun al-Rashid akamwambia, uliza. Ibn Samak akamwambia, ya Amir al-Mu'minin, lau utazuiwa kunywa hayo maji mpaka ulipie, utalipa na kitu gani? Ama utakufa na kiu? Harun al-Rashid akasema, nitatoa nusu ya ufalme wangu. Ibn Samak akamwambia, haya sasa kunywa. Baada ya kunywa anamuuliza tena, mbea Amir al-Mu'minin, lau utazuiwa kuyatoa hayo maji ukashindwa kwenda haja ndogo, isipokuwa kwa kulipia, ama utafariki, utalipa kwa kitu gani? Harun al-Rashid akamwambia, nitatoa nusu ya pili ya ufalme wangu. Ibn Samak akamwambia, ufalme ambao kwamba unapotea katika glasi ya maji, nusu katika kunywa na nusu ya pili katika kuyatoa, ufalme kama huo hauna maana yoyote. Kwa hivyo ufalme wa kweli na wa kihakika ni ufalme wa kiyama. Ndio maana Mwenyezi Mungu akatuambia maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kwako wewe peke yako ndio tunaabudu, yani hakuna mwingine yoyote ambaye kwamba tunamwabudu isipokuwa ni wewe ya Rabb, na hakuna mwingine yoyote ambaye kwamba tunataka msaada kutoka kwake isipokuwa wewe ya Rabb. Iyyaka na'bud, na'bud al-ibada ni aqsa ghayat adh-dhulli wal-khushu', ndio mwisho wa daraja ya mwisho kabisa ya kujidhalilisha na kunyenyekea. Na ibada ili iitwe ni ibada lazima iwe na mambo mawili. Kuna kitu ambacho kwamba ni qalbi na kuna kitu ambacho kwamba ni qalibi. Yani kuna itikadi ambayo kwamba inapatikana ndani ya moyo kuwa huyu ndo mwenye kunufaisha, kuwa huyu ndo anayeweza kunidhuru, lakini kuna na qalibi ile ambayo kwamba inapatikana katika vitendo vya mwili, yani kumnyenyekea. Kwa hivyo ikipatikana moja peke yake haiwezi kuitwa ibada. Yani lau mtu atamnyenyekea mwanadamu mwenzake bado haiwezi kusema anamwabudu, isipokuwa ikiwa ndani ya moyo wake anaitakidi
kuwa yule ndo anayeweza kumnufaisha pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, ama yule anaweza kumdhuru pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo lazima yapatikane yote mawili. Nasema hili kwa sababu kuna maana za kimakosa ambazo kwamba zinazunguka katika jamii zetu. Mtu akimbusu kwa mfano shekhe lake mkono, utaambiwa anamwabudu. Kubusu mkono ni ibada, ama kubusu ilikuwa ni ibada kutoka lini? Wangapi tuabusiana? Mume mbusu mke wake, mke mbusu mumewe, mzazi mbusu mwanawe. Je, wote waabudiana hawa? Kubusu si ibada. Ibada ni kupatikana vitu vyote viwili, mwili huku nje umenyenyekea na moyo unaitakidi kwa yule ndo anayeweza kumnufaisha na yule ndo anayeweza kumdhuru. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema, na kwa yeye peke yake ndo tunatakana tutake msaada. Yani nini maana ya haya maneno? Haimaanishi hutakikani kutaka msaada ama kumwomba ndugu yako msaada. Inapatikana. Mwenyezi Mungu atuambia wasta'inu bisabri wassala, takini msaada kwa kupitia subira na swala. Kwa hivyo fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi, akamwomba msaada Sayyiduna Musa alayhi salam, yule ambaye kwamba ni katika watu wake, akamwomba msaada apambane na yule ambaye kwamba ni adui wake. Kwa hivyo kutaka msaada kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu sio kwa haifai, ni haramu. Waweza kumtaka mwenzako msaada, lakini nini maana ya iyyaka nasta'in? Ni kuwa kwanza kabisa kabla hujamwelekea kiumbe mwenzako kumtaka msaada, uwe moyo wako umefungamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ya Rabbi, mimi najua wewe ndo unayeweza kusaidia, na wewe ndo unaweza kumsakhirisha yule mja wako anisaidie. Ya Rabbi, na kuomba ulainishe moyo wake uweze kunisaidia mimi. Yani elekea kwa Mola wako kabla ya kwenda kumkhutubu mwanadamu mwenzako. Hivyo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Usijidhalilishe kwa kiumbe chengine chochote. Dhulli yako iwe ni kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Angalia, Allah subhanahu wa ta'ala hakuridhia katika kumwabudu, hakuridhia uanze ibada yake kwa inhina ama kwa kuinama. Umeanza ukiwa umesimama umenyoka. Kwa nini leo unapokwenda kusimama mbele ya mwanadamu mwenzako uwe utakuwa ni mwenye kuinama ama uwe utakuwa ni mwenye kujidhalilisha mbele yake? Nyoka, utake msaada kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema, ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim, tuomba ya Rabbi utuongoze njia iliyonyoka. Ihdina ni kutokana na hidayah, na hidayah zipo sampuli mbili. Kuna hidayah ambayo kwamba ni ya maana ya tawfik na mauna, hidayah kupata tawfik na msaada ambayo kwamba inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini na kuna hidayah pili ambayo kwamba ina maana ya irshad, maana ya kuongoza, na hii inaweza kupatikana kwa viumbe. Naam, shekhe anaweza kumuongoza mtu anaweza kumuongoza mwenzake. Hii inapatikana kwa kupitia Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Ndipo pale Mwenyezi Mungu akimkhutubia akisema, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, hakika yako wewe mtumi unaongoza katika njia iliyonyoka. Kwa hivyo hidayah zipo mbili. Kuna hidayah ya mauna ambayo kwamba ni Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Yani hata kama wewe utajitahidi kama shekhe kwa mfano, utaki kumuongoza mtu, umpe da'wa, umpe maneno mazuri, umlinganie, ikiwa Mwenyezi Mungu hakukupa taufiki katika hilo ama hakutia taufiki katika hidayah, basi hawezi kuongoka mtu kama yule. Kwa hivyo kuna hidayah ya mauna na kuna hidayah ya irshad, na tofauti kati ya hizi mbili ni neno ila ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambayo kwamba ni ya taufiki na mauna, inakuja bila ila. Kama hapa ihdinas sirata, hakusema ihdina ila, ihdinas sirata almustaqim. Tofauti na ile irshad inakuja na ila, kama ile aya ambayo kwamba tumesoma, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Hivyo ihdinas sirat, tuongoze njia. Njia ipi? Almustaqim, njia iliyonyoka, sio njia iliyopinda pinda, kwa sababu njia iliyonyoka ndio inakufikisha haraka. Njia iliyonyoka unaweza kuona mbele yako. Njia iliyonyoka ndio itakayokufikisha kwa wepesi kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Unamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akuongoze njia ambayo kwamba imenyoka. Kwa nini tunamuomba Mwenyezi Mungu atuongoze katika as-siratul mustaqim? Na anayesoma hiyo tayari, kwa mfano yuko katika swala, yuko katika siratul mustaqim, mbona bado amuombe Mwenyezi Mungu amuongoze katika siratul mustaqim?
Ni kwa sababu upate thabati ndani yake, upate kutulia katika ile as-siratul mustaqim, upate kuwa na mwisho mwema, kwa sababu hujui mwisho wako utakuwa vipi. Mwenyezi Mungu aturuzuku husnul khatima sote. Ndio naona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua zake alikuwa akisema, Allahumma ya muthabbital qulubi wal absar thabbit qalbi ala dinik. Ya Rabbi, ewe mwenye kuzikitisha nyoyo na macho, ya Rabbi kitishe moyo wangu katika dini yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kwamba moyo wake ndio moyo mkubwa zaidi na wenye kumjua Mwenyezi Mungu zaidi, lakini anamuomba Mwenyezi Mungu au kitishe moyo wake, aupe thabati moyo wake. Vipi mimi na wewe nyoyo zetu ambazo kwamba hazitulii? Masumiyal qalbu illa min taqallubihi fahdharil qalba min qalbin wa tahwili, kama anavyosema mmoja katika mashairi. Asema masumiyal qalbu, huu moyo haukuitwa kalbu kwa sababu kalbu katika lugha una maana ya kugeuka. Asema haukuitwa kalbi isipokuwa kutokana na kugeuka kwake, mara uko hivi mara uko vile. Kwa hivyo muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala authibitishe moyo wako katika as-sirat al-mustaqim. Hapa tunaomba nini? Thabat. Kwa hivyo daima muumini atakana isome dua kama hii ili apate husnul khatima. Na katika dua za mabwana wema ambao kwamba walikuwa wakiziomba kwa wingi, Allahumma ارزقنا حسن الثبات حتى الممات وحسن المسير حتى المصير. يا رب ترزقوا حسن الثبات, uzuri wa kuthibiti, uzuri wa kukita, hatta almamat, mpaka kufariki. Ya Rabbi, tuwe katika njia yako iliyonyoka na katika kukuabudu. Ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim. Ni ipi njia hiyo iliyonyoka? Mwenyezi Mungu asema sirata alladhina an'amta alayhim, ni njia ya wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaneemesha. Nao ni gani? Ni wale ambao kwamba wametajwa katika aya nyingine, minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin, manabii na walofika daraja ya siddiqia na shuhada walopata shahada na mashahidi wasalihin na vile vile waja wema. Tunamuomba Mwenyezi Mungu katika kila swala atujalie katika waja wake wema. Angalia mtume katika mitume wa Mwenyezi Mungu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anamwambia waj'alni min ibadika salihin, ya Rabbi nijalie mimi niwe katika waja wako wema. Kuna wema zaidi ya mitume? Kuna daraja ya wema zaidi ya daraja ya nubuwa, daraja ya utumi? Hakuna. Lakini bado anamuomba Mwenyezi Mungu, anamwambia waj'alni min ibadika salihin, nijalie katika waja wako wema. Vipi mimi na wewe tutatakikana tumuombe Mwenyezi Mungu kiasi gani atujalie katika waja wake wema? Kwa hivyo sirata alladhina an'amta alaihim, njia ya wale ambao kwamba umewaneemesha, ghairil maghdubi alaihim, si njia ya wale ambao kwamba wamekasirikiwa, wala dhalin, wala njia ya wale ambao kwamba wamepotea. Almaghdhub alaihim ni Mayahudi, adhalin ni manasara, dhallu wa adhallu, wao wamepotea na wakapoteza wengine. Na kule ghadhiba Allahu alaihim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewakasirikia. Ghairi almaghdubi alaihim, yani Rabbi tuelekeze katika njia ya waja wako wema, usituelekeze katika njia ya wale uliowakasirikia ambao kwamba ni Mayahudi, wala dhalin, wala katika njia ya wale ambao kwamba wamepotea ambao kwamba ni manaswara. Kisha inamalizikia kwa kusema amin, ambao kwamba ina maana istajib duaana, tutakabalie dua yetu, kwa sababu hii ni dua umemuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akujalie katika njia iliyonyoka na akujalie katika njia ya watu wema. Kwa hivyo unaitikia amin kwa sababu ya kutaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akutakabalie dua yako kama hiyo ambayo kwamba umeiomba. Ikhwata al-imani wal islam, suratul Fatiha ni sura pana na ni sura kubwa, si ya kuzungumzwa katika darasa moja ya dakika 30. Ni sura ambayo kwamba yahitajia masiku na masiku, lakini tumejitahidi kiwango alichotuwezesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuweze kufikisha kwa uchache maana ambayo kwamba ni muhimu katika sura kama hii, ili tuweze kutambua ni kipi ambacho kwamba anakizungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kila mmoja kati yetu kuanzia leo anaposimama katika swala akaisoma sura kama hii, awe atahudhurisha maana kama hizi na azifanyie kazi katika maisha yake. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku husnul khatima. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe thabat, atuthibitishe katika njia iliyonyoka mpaka dakika zetu za mwisho. Kilma cha mwisho kitakachotutoka kiwe ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متحققين بها صدقا ومعنا ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية. Ndugu mpenzi mtazamaji, biidhnillah kesho tutakuwa na suratun nas, qul a'udhu birabbin nas mpaka mwisho wa sura. Baada ya kufasiri suratul Fatiha, tuwe pamoja majira ya saa 8 ama mida ya saa 8 mchana katika channel yako ambayo kwamba unaipenda ya Al-Huda TV, ili tupate kustafidi maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuyajua. Tumomba Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.